Jambo gumu ambalo nimeliona ni kwamba unapoingia kwenye vyeo vikubwa hivi, mfano unapokuwa waziri, wanakuja watu wengi kwenye maisha yako. Kumbe wale ni marafiki wa waziri, sio marafiki wa Hamisi. Kwa hivyo kila jambo ukitaka unatoa maelekezo, linafanyika immediately. Kila ofisi utakayopiga hodi kuomba jambo lako utapewa immediately, mara moja utapewa. Lakini ukitoka kwenye nafasi ya waziri, na sasa baadaye mimi nikatoka na kwenye nafasi ya ubunge, ugumu ambao nauona ni kwamba kuna watu wengine ambao wao walikuwa naamini ni marafiki zako, mnashirikiana, mnapendana, mnasaidiana, wanabadilisha mtazamo juu yako. Wanakuona wewe tena huna cha kuchangia, yani wewe tena sio mbia. Kwa hivyo somehow wanakukwepa, wanakukimbia, wengine wanahisi labda utawaomba hela ama utawaomba fursa kwamba, lakini wenyewe hawatapata chochote kwako. Kwa hivyo watu wanaku avoid. Kwa hiyo pale unapata ugumu kidogo. Kuna saa nyingine hata utumii cheo au kutumia jina, unataka tu upate huduma kama vile watu wengine. Lakini pia scrutiny inakuwa kali kweli kweli kutokana na kwamba wewe ni mtu ambaye ni politically exposed. Yaani ni mtu mwenye background ya siasa. Kwa hivyo kuna ugumu fulani unaupata. Yaani mimi nilipokuwa mfanyabiashara kabla sijawa kwenye siasa, nilikuwa napata mikopo benki kirahisi sana. Kwa sababu tu ya merit za business proposal yangu. Kwamba nina wazo la biashara, na asset, na system ya namna ya kufanya na namna ya kurudisha pesa na kila kitu. Nikiingia benki napata mkopo kirahisi tu. Lakini baada ya kutoka kwenye waziri na baada ya kutoka kwenye ubunge, sasa hiyo haipatikani tena. Yaani hata ile ya mwanzo, ile ya zamani kabla sijawa na cheo chochote, hairudi tena. Yaani watu wanakuangalia kwa sababu watu wanakutazama kwa lens tofauti. Walivyokuwa wanakutazama ukiwa waziri, hata ukipiga simu tu, mheshimiwa wewe mtume kijana alete document, tayari tusikia mkopo umetoka, ile imeingia kwenye account. Ukitoka, ukibaki kwa mbunge, kuna kaheshima fulani kanapungua. Somehow wanajua bado mheshimiwa, wakati wowote unaweza ukateuliwa. Kwa hiyo somehow kuna kamtazamo fulani kana kuwepo kakukuheshimu heshimu. Ukitoka kabisa kwenye ubunge, hata simu hawapokei. Kwa hivyo hata email hazijibiwi. Kwa hiyo naiona hiyo, lakini ndo maisha yalivyo. Nataka ujue kwamba hakuna kinachodumu kwenye maisha. Kila kitu kitapita. Kama kuna kitu kilikuwa kina mwanzo, basi jua kwamba kitafika mwisho. Hakuna kitakachodumu. Kila kitu kitafika mwisho wake. Kwa hivyo hata ambaye atakufanyia roho mbaya leo kwa sababu yeye amekaa upande wa pili, wewe kama una busara sana, tulia tu, endelea na mambo mengine. Baada ya muda kuna siku naye atakuwa amekuja huku upande uliopo wewe.